anasema sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Mwandishi wa Hebrania anawaandikia waraka huu kuwafungua macho ya kwamba kwa sababu nyewe mmesoma Mwanzo mpaka Malaki, hata huduma ya mauti, hii sheria ya mauti ambayo ilihudumiwa na malaika, wale waliozingua walizinguliwa. Akasema hivi, sisi tunachukuliaje poa ili neno ambalo limenenwa na Bwana mwenyewe? Tumeshamwona Bwana ni mwana. Mwana ni nani? Ni Mungu. Yeye ndio kielelezo cha Mungu katika ulimwengu, ni chapa ya nafsi yake, maana yake ni muhuri, the imprint of his divine being, ambaye ni 100% content yake ni Baba. Alafu akaja katika ulimwengu akatuonyesha uhalisia wa yale ambao manabii walisema. Ametuletea ukamilifu wa ufunuo wa Baba katika mwili, akatuonyesha vile ambavyo Mungu yupo, akatuambia tumwamini yeye. Akasema kama waliozingua chini. Sasa ngoja nikueleze huduma ya malaika chini ya Torati ya Musa ambayo ilikuwa inahudumu mauti kuanzia jangwani. Sababu Biblia inasema sheria ilikuja miaka mingapi? 400 baadaye, tangu Ibrahimu afanye nini? Apewe ahadi. Anasemaje? Sheria ilikuja miaka 400 baadaye, haiondoi lile la kwanza. Maana yake Mungu alihubiri kwanza ujumbe mwingine kabla ya Musa kuweka sheria. Musa aliweka sheria, mnakumbuka, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Musa alipokuwa anaweka sheria ya kuonyesha ugumu wa mioyo ya mwanadamu, hiyo haikuwa injili ya Yesu Kristo. Hiyo ilikuwa nini? Sheria ya dhambi na mauti. Na kwenye sheria ya dhambi na mauti ilikuwa inahudumu nini? Mauti. Anasema hivi, hata kwenye sheria iliyokuwa inahudumu mauti kulikuwa na matokeo. Vipi sisi tukiamini hii iliyo kubwa, au tukipotezea hii iliyo kubwa ambayo huja katika Yesu Kristo? Kwa lugha rahisi anasemaje? Anawavuta Wayahudi kwa sababu tayari wanajua impact ya kudisobey neno la malaika ambalo haikuwa injili. Vipi kuhusu kukataa kuiamini injili? Kwa hapa anaonyesha hivi, tukikataa wokovu mkuu namna hii, vipi malaika waliotusaidia kupigana vita na wakatushindia, wakatupa wokovu wa kawaida, vita dhidi ya Wafilisti tukamshinda? Sio wokovu ule. Huo sio wokovu mkuu. Ile ilikuwa ni figa tu kwa Wayahudi ya kwamba jamani, unaona mliposhinda vita hii, kuna kitu kikubwa kuliko hiki. Kwa kumua Goliati sio wokovu. Wokovu unapatikana ndani ya mwana. Lakini kama aliyeko chini ya sheria alikuwa na matokeo kwa kuwa na malaika tu, vipi aliye na mwana? Tunaye mwana. Haleluya. Ndio maana kwenye imani yetu tunatakiwa kumwamini Yesu kama nani? Mwana wa Mungu. Mnajua hilo? Ya kwamba yes, huyu ni Mungu aliyekuja katika mwili.